ni utambulisho wa washiriki wa mashindano makubwa yanayoandaliwa na taasisi ya Al-Hikma Foundation, mashindano ya mabara yote ulimwenguni yatakayofanyika siku ya Jumapili tarehe 1 kuanzia saa 12 asubuhi katika uwanja mkuu wa Taifa, uwanja wa Mkapa, mpaka yatakapotamatika. Washiriki wetu wa mashindano hayo katika siku hiyo, walilahi alhamdu, wamefika ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini si tu katika nchi ya Tanzania, wako sasa ndani ya Jamiu Nuril Hikma. Wameswali pamoja nasi, tutamsimamisha mmoja baada ya mwingine ili muweze kuwatambua na kujua lile jambo lililokuwa likisemwa kwa maneno hatimaye sasa limewiva. Sasa hivi ninamnyenyua au ninamtambulisha kwenu mshiriki anayetoka katika bara la kwanza, bara la Amerika ya Kaskazini. Mshiriki huyu anatokea katika nchi ya Canada. Jina lake ni Muhammad Mustafa Muhammad Mustafa Hawaded. تعال سلم على المسلمين. هذا هيا تعال هنا ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا, بارك الله فيك. اجلس. Huyu ni kijana wa kwanza mshiriki kutoka katika bara la Amerika ya Kaskazini, kutoka nchi ya Canada. Jina lake ni Muhammad Mustafa. Pamoja naye katika bara hilo la Amerika ya Kaskazini ni kutoka katika nchi ya Mexico. Jina lake ni Ethan Gonzalez Zaragoza. Ethan Gonzalez Zaragoza. Salim ala almuslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hao ni washiriki wawili kutoka katika bara la Amerika ya Kaskazini. Tunakwenda kwenye bara la pili, bara la Amerika ya Kusini. Mshiriki wake anatoka katika nchi ya Barbados. Jina lake ni Yusuf Abovat. Yusuf Abovat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni mshiriki kutoka katika bara la Amerika ya Kusini, kutoka katika nchi ya Barbados. Jina lake ni Yusuf Abovat. Bara la tatu ni bara la Ulaya. Bara la tatu ni bara la Ulaya ambalo mshiriki wake anatoka katika nchi ya Sweden. Jina lake ni Shuaib Muhammad Shafi. Shuaib Muhammad Shafi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pamoja naye nchi ya pili ni mshiriki kutoka katika nchi ya German. Jina lake Usama Abdullah Barhuth, lakini maskini ya Mungu kidogo amepata mtihani wa maradhi, yupo katika matibabu hivi sasa, lakini tunaye ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na ama mshiriki wa tatu katika bara hili la Ulaya, limepata bahati ya washiriki watatu, ni mshiriki anayetoka katika nchi ya England. Sisi tunaita Uingereza. Ndivyo sivyo? Jina lake ni Sabiq Taha Abubakar. Sabiq Taha Abubakar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bara la nne. Bara la nne ni bara la Australia. Bara la Australia ambalo lina washiriki wawili. Mshiriki wa kwanza ni mshiriki anayetoka katika nchi ya New Zealand. Jina lake Bilal Ado Hassan. La. Bara la Australia. Australia قارة. البلد نيو زيلاند. خلاص. أستراليا. تعال هنا. بلال أداو حسن. بلال أداو حسن
Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bara la Australia, bara lenyewe katika nchi ambazo zipo, nchi ya Australia. Sisi tumeanza na nchi ya New Zealand, alafu sasa anafuatia mshiriki kutoka katika nchi ya Australia, jina lake ni Abdurrahman Abdi Muhammad. Taalina, bara la Australia lenyewe ni bara, lakini ndani yake kuna nchi ya Australia na kuna nchi ya New Zealand. Naam, salim ala almuslimin. Hina takarrab ya تعالينا ايوه هكذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Mashallah, huyo ni Abdurrahmani Abdi Muhammad, ana aibu sana yani, atakusalimia kidogo inakuwa tabu. Bara la nne, bara la tano ni bara kutoka bara la Asia. Ni bara la Asia ambalo lina washiriki wawili. Mshiriki wa kwanza anatoka katika nchi ya Indonesia, jina lake ni Faiz Fikri Abakaba. Aywa, hawa jamani rafiki zangu sana kiasi wananifundisha Kiingereza kidogo. Taalina, salim ala almuslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tasharraftu biliqaikum. Mashallah, wa nahnu tasharrafna. Indonesia bagosha. Tayib, mshiriki fuata ni Kazakhstan, jina lake ni Zaliv Alibek. Zaliv Alibek. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo anatoka nchi ya Kazakhstan katika bara la Asia. Na bara la mwisho la sita ni bara la Afrika. Bara la Afrika ambalo mshiriki wa kwanza ni mshiriki anayetoka katika nchi ya Reunion, Suleiman Bilal Ahmad. Suleiman Bilal Ahmad, nchi ya Reunion. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anayefuata ni mshiriki anayetoka katika nchi ya Uganda, jina lake ni Abdurrahman Yasin. Anatoka katika nchi ya Uganda, Abdurrahman Yasin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na anayefuata ni kutoka katika nchi ya Kenya, jina lake ni Ahmed Muhammad Saidi. Ahmed Muhammad Saidi, majirani zetu hawa, unaweza ukasema mashemeji. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakuwa bashkaji. Si nimekwambia ni mashemeji zetu, mnaona anakwambiaje? Anakwambia nikuaje washikaji. Maana washikaji rafiki zangu, msichukue mambo ya nje kule. Sawa sawa? Washikaji marafiki tu, yani vipenzi. Ndio lugha ya kimtaa hiyo. Na yuko vizuri sana. Pamoja na mazingira yote lakini kahifadhi Qur'ani yote. Sasa sio wewe unatiririsha tu maneno ya zo halafu Qur'an. Bara hayo sita, lakini tuna washiriki watatu kutoka katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa nafasi ya pekee, mshiriki wa kwanza katika hao watatu ni kutoka Tanzania bara, Ismail Yusuf Hamadi. Kutoka Tanzania bara, Ismail Yusuf Hamadi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu aiwakilisha Tanzania bara katika mashindano haya ya siku ya Jumapili tarehe 1 Upendo ya Al-Hikma. Anayefuata ni mshiriki katika nchi ya Zanzibar, kijana Hija Nasoro Hija. Hija Nasoro Hija. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na watatu anawakilisha katika mashindano hayo taasisi ya Al-Hikma Foundation ambayo inapata nafasi ya kutoa mwakilishi kwa sababu yenyewe inaandaa. Jina lake ni Abdillahi Suleiman. Abdillahi Ali Suleiman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawa mliowaona waliosimama mbele yenu ndio washiriki wa mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni ambayo yatafanyika siku ya Jumapili tarehe 1 mwezi wa 3
katika uwanja wa Mkapa kuanzia saa 12 asubuhi. Sote tushiriki kuhakikisha tunajua, tunaona, tunafahamu kwenye mtanange wa vijana hawa nani atakuwa nani ataibuka kidedea, nani atakuwa ni bingwa kuliko wote kama ambavyo tumewaona. Takbir! 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 Lazima kidogo tutesti mitambo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je, roho yako ina njaa? Wataalamu wanasema chakula cha roho ni Qur'ani tukufu, ni nuru gizani, ni mwongozo wa maisha yetu. Zima notifications za dunia, washa nuru ya moyo wako. Msimu wa 6 wa mashindano ya Qur'ani umerudi kivingine. Association Unie Frères et Sœurs inakualika kwenye fainali ya msimu wa 6 wa mashindano makubwa ya kuhifadhi Qur'ani tukufu nchini Burundi. Kutoka kilele cha Bujumbura, mabonde ya Burunga, Butanyerera, Buhumuza mpaka mitaa ya Gitega, miamba 20 ya hifadhi ya Qur'ani kutoka Burundi inakutana Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 2026. Uwanja wa Komi Bunya Kabiga utatetema. Haya si mashindano tu, ni zaidi ya mashindano, ni safari ya kutafuta ufunguo wa janna. Zawadi nono zitatolewa na mshindi wa kwanza atajinyakulia milioni 15 franka za Burundi. Qur'ani kwanza, mengine baadaye. Usikose, usiseme ukuambiwa, usije peke yako, nyoosha mkono kwa mwenzako, mje mkae kwenye kivuli cha amani. Mashindano haya makubwa yameletwa kwenu kwa upendo na Association Unie Frères et Sœurs chini ya usimamizi Qur'ani, ufunguo wa kuinuliwa daraja za juu peponi.